Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 18, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia, sura 31 aya ya kwanza hadi ya 7. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 15 aya 21 hadi 28. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo. Yesu aliondoka Genezareti akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, "Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo." Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, "Mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu." Akajibu akasema, "Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli." Naye akaja akamsujudia akisema, "Bwana, unisaidie." Akajibu akasema, "Si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwapatia mbwa." Akasema, "Ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao." Ndipo Yesu akajibu akamwambia, "Mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo." Akapona binti yake tangu saa ile. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu mpendwa, katika Injili ya leo tuongozwe na ujumbe ufuatao: tuwe na imani thabiti. Mpendwa mwana wa Mungu, karibu kutafakari neno la Mungu siku hii ya leo, ambapo tumepata baraka ya kuwa hivi tulivyo, na kusudi tuendelee kumtafuta Mungu na utakatifu. Somo la Injili ya siku ya leo linatupa kisa cha mwanamke Mkaanani ambaye alimwendea Kristo kuomba uponyaji wa binti yake mwenye pepo mchafu. Kilio cha mama huyu kinaonyesha mateso ambayo bintiye huyapata, na hivyo anasukumwa kumwendea Yesu kuomba huruma yake. Tunaweza kuhisi na kuonja maumivu ya mama huyu, kama ambavyo kuna msemo usemao, uchungu wa mwana aujuaye mama. Mwandishi haonyeshi ni muda gani tangu binti huyo apatwe na pepo, lakini tunaona imani isiyotetereka ya mama yake katika kuomba huruma kwa Yesu. Taifa la Mungu, imani yetu huthibitika pale tunapokumbana na adha za maisha. Changamoto hizo huja kusudi kudhihirisha na kuimarisha zaidi imani tuliyonayo kwa Mungu. Haina maana kwamba tukiwa tuna imani sana hatupatwi na shida. La hasha. Kama Ayubu ambaye alimwamini Mungu, lakini majaribu magumu na yasiyoelezeka kwa hali yetu ya binadamu yalimwandama na akabaki mwaminifu, na sisi inatudai kuwa hivyo. Mara nyingi tunajikuta kurudi nyuma, na wakati mwingine imani yetu hufa kisa tumekutana na changamoto ambazo tulimwomba Mungu, lakini yawezekana katika kusali kwetu hazikujibiwa, tukaona ndiyo mwisho wa imani yetu. Somo letu la leo litupe changamoto kwamba lazima kuendelea kuamini hata kama majibu ya sala na maombi yetu hayajibiwi kwa wakati. Mama huyu Mkaanani anasukumwa na imani aliyonayo ya kwamba Yesu atafanya kitu kwa kuomba kwake, na ndivyo ilivyokuwa. Kwa kuendelea kupaza sauti yake, ombi lake linajibiwa. Kwa mfano wa mama huyu, tunaomba neema ya udumifu katika sala. Mungu si kiziwi na kamwe hawezi kuacha kujibu sala zetu pale tumwombapo kwa unyenyekevu na udumifu. Ndugu zangu, muda mwingine sisi au jamii ya waamini wenzetu wanaweza kuwa kikwazo kwetu, hasa kwa sala zetu.
Tunaona mitume jinsi walivyomzuia Yesu ili asijibu ombi na kilio cha mama huyu. Wanasema, mwache aende, kwa kuwa anapiga kelele nyuma yetu. Wale tunawategemea kutusaidia waweza kuwa kikwazo, na mara nyingi imekuwa hivyo. Tumekuwa kwanza kuhukumu na kuona wenzetu hawastahili kupewa baraka za Mungu kwa kuangalia pengine maisha yao ya nje, tukashindwa kutambua imani walionayo kwa Mungu yaweza kuwa ni kubwa na thabiti zaidi yetu. Hali hii itokeapo, wengi hudhoofika kiimani, matumaini yao hufifia na kukata tamaa, hivyo kushindwa kuelewa kwamba Mungu anazo nguvu kuliko wenzetu tunaowategemea. Japokuwa lazima tujue ipo nguvu ya sala ipatikanayo kwa kuombeana sisi kwa sisi. Leo tuombe neema ya kutokuwa kikwazo cha kuzuia neema kwa jirani zetu, bali tuwe tayari kushirikiana na kuombeana kila wakati, ambapo kwa umoja wetu sala hupata nguvu zaidi. Tujifunze kwamba Mungu huona zaidi ya yale ambayo sisi twayaona. Yeye hutambua imani na nia ya sala zetu tumuombazo. Yesu anapojibizana na mama huyu Mkanaani, anapata kuona imani kubwa alionayo, na hivyo anaamuru iwe kama alivyoomba. Licha ya vizuizi ambavyo anavipata huyu mama, bado anaendelea kuwa shupavu kwa kuto kuchoka kumwita Yesu akiomba huruma kwake. Anatambua ya kwamba hakika hastahili kutendewa vile aombavyo, kwa kuwa yeye si Mwisraeli, lakini kwa jibu lake hata mbwa hula makombo yadondokayo kutoka katika meza ya bwana wao. Inampa changamoto Yesu na kuona imani alionayo na mama huyu aweze kutendewa huruma anayoomba. Mpendwa, sisi hatustahili lolote lile tumuombalo Mungu, iwe ni kwa ajili yetu wenyewe au kwa ajili ya wenzetu. Lazima tuone kwamba ni huruma alionayo Mungu kwa sisi viumbe vyake dhaifu na visivyostahili. Kwa kujiweka katika hali hii, sala zetu huambatana na unyenyekevu ambao huondoa majivuno na kiburi chetu mbele yake Mungu, naye kwa huruma yake hutujibu kama apendavyo yeye na siyo tupendavyo sisi. Kwa nafasi hii ya kutafakari neno la Mungu, leo sala yetu iwe: Bwana mwana wa Daudi, uturehemu. Kila mmoja wetu ana mahitaji ambayo yanahitaji kujibiwa, lakini kusali na kuomba kwetu mara kadhaa kumekuwa kama maneno matupu. Pengine tunaomba kwa kujionyesha au isivyo stahili. Leo tunaomba neema ya Mungu itusaidie tuweze kusema pamoja na mwanamke Mkanaani, Bwana mwana wa Daudi, utuhurumie. Pia tusisahau kuwaombea wenzetu kama alivyofanya huyu mama. Tuone shida, mahangaiko, magonjwa, maumivu, njaa, kiu, umaskini, dhuluma, kutengwa na kukataliwa kwa wenzetu, na tuwe tayari kutolea maombi yetu na sala zetu kwa ajili yao, ili kwa huruma yake Baba yetu wa mbinguni aweze kuwajibu kwao. Mwenyezi Mungu atusaidie tusitindikiwe imani kwake, kwa kuwa ana uwezo na nguvu ya kutenda yote kwa kusudi lake mwenyewe. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Eric Leandri Proches wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!